Habari zenu, leo nakwenda kuwaletea sababu kuu 3 ambazo zitakufanya wewe unyimwe visa ubalozini. Kwanza sikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, ujue ni sababu zipi zitakazokufanya ubalozi wasikupe visa. Kwa hiyo sikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, utatambua na utakwenda kujirekebisha ni sababu gani zitakazokufanya ukose visa. Kwanza kabla ya kusikiliza, chukua jukumu la kubonyeza subscribe hapo chini. Kisha bonyeza alama ya kengele na kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Share, like, comment kwa wengine. Share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri kutoka kwangu. Kwa hiyo sikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, usiishie njiani. Ili uweze kujifunza vitu vizuri zaidi. Usiishie njiani, sikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo nakwenda kutaja ni sababu zipi zitakazo kufanya wewe unyimwe visa. Sababu ya kwanza, ukosefu wa kuandika dokumenti zako vizuri. Hii ndio sababu ya kwanza watu wengi wananyimwa visa. Kwenye passport kuna tarehe nyingine, kwenye fomu ya visa kuna tarehe nyingine. Kwenye passport yako kuna mwezi mwingine, kwenye fomu yako ya visa kuna mwezi mwingine wa kuzaliwa. Kwa hiyo hakikisha umeandika tarehe zako vizuri, mwezi wako vizuri na mwaka vizuri bila kukosea. Na pia usikosee majina yako wala usikosee herufi hata moja. Ubalozi huwa wako makini sana kuangalia na kuisoma fomu yako. Kwa hiyo andika dokumenti zako vizuri, andika kila kitu vizuri bila kukosea herufi wala mwaka, tarehe na kuzaliwa. Hii itakusaidia wewe upate visa, na hii ndio sababu ya kwanza. Itakusaidia wewe wakupe visa. Ukiandika vitu vyako kwa usahihi zaidi na kwa usafi zaidi, itakusaidia upate visa. Hii naingia namba 2. Namba 2, mavazi. Upande wa mavazi, kwa wale wanaokwenda ubalozini kwenda kuomba visa, vigezo wanaangalia pia mavazi. Pia kwa mwanaume wanaangalia jinsi ulivyovaa na jinsi unyoaji wako wa nywele ulivyonyoa. Usiende ubalozini umevaa kihuni, usiende ubalozini umeenda umechora matatu mwili mzima, yani jiweke smart. Hii kitu itamshawishi yule mtoa visa akupe wewe visa. Usmati wako, muonekano wako, umeenda umevaa vizuri, yani umeenda, yani sijui nielezeje, uko smart vizuri, itamshawishi yule mtoa visa akupe visa. Sababu ya 3, uache nyumbani kwako, yani nchini kwako Tanzania. Tanzania ni nyumbani kwako. Uache vielelezo. Na hii nilishaelezea kwenye video yangu iliyopita kwamba kama umeoa, peleka cheti cha ndoa ubalozini. Hii itamshawishi yule balozi anayekupa visa ahamasike kwamba kweli wewe unakwenda nchi fulani, hauendi kuzamia. Pili, kama una nyumba, peleka hati ya nyumba. Kama una familia, una watoto, peleka vyeti vyao ili umshawishi yule mtoa visa kwamba wewe kweli unaweza ukazamia, uweze ukazamia. Kwa hiyo hii ndio hitaji la 3 ambalo litamfanya yule balozi akupe visa. Kwa hiyo hivi vitu vya kuzingatia zaidi. Kama una kiwanja, peleka hati ya kiwanja. Kama ni mfanyakazi, peleka vielelezo vyote vya kazi kwamba mimi ninafanya kazi fulani, siwezi nikazamia, na hapa nimeomba ruhusa labda wiki 2 mwezi ili niende kutalii nchi fulani, au nimetumia barua na mwaliko mtu fulani kwa ajili ya sherehe, au kwa ajili ya kitu fulani, au kwa ajili ya kwenda kumuona mgonjwa, au kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo peleka vielelezo vyako vyote vitakavyomshawishi yule anayekupa visa. Na hivi ndio vitu ambavyo watu wengi wanakosea. Unaenda ubalozini bila vielelezo vyako vizuri. Hakikisha pia dokumenti zako ziko sahihi, ziko sawa. Na pia muda, ni swala la kuzingatia muda. Umeambiwa ubalozini njoo saa 4 kamili, wewe unaenda saa 6. Hii pia inachangia mtu kunyimwa visa. Umeambiwa njoo saa 4, nenda saa 2 kuwa pale, au saa 3 kuwa pale. Hii itamshawishi yule mtoa visa akupe visa kwa wakati. Hii ndio sababu za watu wengi wao wananyimwa visa. Unaweza kusema mimi kwa nini nanyimwa visa? Kumbe hivi vitu nilivyovitaja vitakufanya wewe unyimwe visa kizembe. Kwa hiyo
Najua umevisikiliza hivi vitu na utakwenda kuvizingatia pale unapoenda kuomba visa kuingia nchi fulani. Zingatia haya mambo, zingatia hivi vitu. Swala ambalo nasema la muhimu zaidi kuliko yote, majina. Pia majina yako wewe sahihi, mwaka wako na mwezi wa kuzaliwa viwe sahihi unapokwenda ubalozini. Hata kama ni mtu amekuandikia, kagua, angalia kazi yako ndio uweze kwenda ubalozini. Najua mmenisikiliza, mmeelewa. Utakwenda kuzingatia hivi vitu. Usisahau kusubscribe hapo chini, kubonyeza alama ya kengele, kushare kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza.